Mwenyezi Mungu katika maandiko matakatifu na hasa katika Agano Jipya hawataki wanaojitolea kuhubiri neno la Mungu. God does not accept the volunteers of the word of God. Yo Mungu hataki. Usiseme nimetunga mimi. Ukiangalia Luka sura ya 9 mstari wa 57 mpaka 62, walitokeza watu wengi wanasema, Bwana nitakufuata popote utakapoenda. Hakukubali. Kwa nini? Sababu kubwa ni kwamba wanaojitolea wanakuwa na ajenda ya siri. Siongee watu wanaojitolea kufanya kazi nyingine, hiyo sitaki, mtahukumu wenyewe. Lakini anayejitolea kulihubiri neno la Mungu ana ajenda ya siri. Utaona siku hizi wapo watu wengi wamejitolea kulihubiri neno la Mungu, ndio wanaoita upepo wa kisulisuli. Mnadanganywa, basi njooni hapa mtapata waume. Wasichana wetu wanaenda kwa wingi, wanasema pokea kwa upepo wa kisulisuli, pokea. Wanageuka wamuoni mwanamume anayewafuata. Mwanamume anatafutwa. Mwenyezi Mungu akutuumba hivyo. Kuna wanaoenda wanapigwa makofi, kuna wanaoenda wanapigwa ngwara, wanakatwa mtama, eti ndiko kupokea. Sasa wale ni watu ambao wamejiita kwa maslahi binafsi. Ndiyo maana ingekuwa hivyo leo tungekuwa tumekusanyika kwenye kanisa la mchungaji Reverend Dr. Victorini Salema, lakini sivyo ilivyo. Leo tupo katika kanisa la Kristo, tumekusanyika hapa na tunamshukuru Mungu kwa yale aliyoyatenda. Basi Bwana wetu Yesu Kristo analithibitisha hilo anaposema, si ninyi mlionichagua, bali ni mimi niliyewachagua muende mkazae matunda. Kwamba Kristo mwenyewe anakubali, amevuruga, nitumie lugha hii, mpango wetu tulioitwa, mpango wa Padre Salema, kafanye ninayotaka mimi. Mkiangalia kwenye Injili ipo, Bikira Maria haukuwa mpango wake, na Yosefu wale walikuwa wamepanga ndoa yao, lakini Mwenyezi Mungu kaleta mpango wake mahususi, akasema mtaacha yenu mtafuata ya kwangu. Na ndio hayo Kristo alimuitia Padre Salema. Padre Salema alikuwa na mipango yake mingi tu. Mimi nakumbuka akiwa kijana mdogo alikuwa na mipango yake, sitaitaja hapa, lakini Mwenyezi Mungu akabadilisha ile mipango, akamwambia nataka uende ukanihubiri, nataka uwasaidie ndugu zako. Na ndicho hicho leo tunasherekea miaka 25 ya uaminifu wa Mwenyezi Mungu kwake. Mara nyingi tunafikiri sisi ni wema sana, ndio maana Mwenyezi Mungu anatukirimia au anatupatia wito ama nini. Wazazi wanafikiri kwa sababu sisi tunasali sana. Ndugu zangu, hapana, ni kwa sababu Mungu ni mwema, si kwa sababu yetu sisi.